Naam, shukran sana mtazamaji kwa kuendelea kutazama Darubini. Tusonge mbele ambapo Rais William Ruto ametetea uamuzi wa serikali yake wa kukodesha viwanda vya sukari vinavyokabiliwa na matatizo ya kifedha, akiwashtumu baadhi ya viongozi wa kisiasa kwa kuhujumu hatua hiyo na kuendeleza umaskini katika jamii. Akizungumza katika ikulu ya Nairobi wakati wa mkutano na viongozi wa mashinani kutoka Ukambani, Rais Ruto alielezea mageuzi kabambe ya serikali yake katika sekta ya kilimo ili kuimarisha uchumi na usalama wa jamii, akikariri kwamba mabadiliko hayo sio muhimu tu bali hayaepukiki. Wa wanasiasa kwa serikali kuhusiana na ukodishaji wa viwanda vya sukari vinavyokabiliwa na changamoto ya kifedha umevutia hisia za Rais William Ruto. Kuna viongozi ambao wanataka kuweka watu katika umaskini. Unaona mtu anaenda kupinga ati factory ya sukari should not be leased. Ati iendelee vile inaendelea saa hii. Saa hizi factory hailipi mkulima. Factory hailipi wafanyikazi. Factory hailipi ushuru. Factory inachukua miwa ya wananchi inaenda inazama nayo. How can a leader mwenye ako na akili aseme kitu kama hiyo iendelee? Wakati wa mkutano na viongozi kutoka kaunti ya Makueni, Machakos na Kitui, Rais Ruto alisema mageuzi katika sekta ya kilimo yalinuiwa kuifufua sekta hiyo ili kutokomeza changamoto ya uagizaji sukari kutoka nje ya nchi kufikia mwaka 2027. The way the private sector is doing. Number one, mkulima alipwe pesa yake not in 1 year but in 1 week. Number two, wafanyikazi wa kampuni walipwe kama wafanyikazi wengine every month. Na number three, kwa sababu tuko na nucleus na tumeweka concession kila mwaka, vile tunapatia wakulima wa chai bonus, wakulima wa miwa watapata bonus. Fauka ya changamoto za sukari, Rais Ruto alielezea hatua ambazo serikali imepiga katika sekta ya majani chai, kahawa na uzalishaji wa chakula cha kutosha, akisema kuwa vita dhidi ya makali ya njaa huanza kwa kushirikiana na wakulima ili kukuwe na ongezeko la mazao. Rais aliongeza kuwa kuanzia mwezi ujao, wakulima wa kahawa watapokea malipo yao katika kipindi cha siku 5 baada ya kuuza mazao yao. Pale kwa kahawa tumefukuza wakora wengi walikuwa wamejazana huko. Tume straighten up. In fact, next month, for the first time, naenda kupiga kengele pale kwa Nairobi Coffee Exchange. Sasa wakulima watakuwa wanalipwa within 5 days ya kahawa yao kuuzwa. Kulikuwa na lukumba mingi, huyu analipwa broker ndio afikishe kwa huko, ndio ifike kwa cooperative, mkulima anapata pesa 6 months later. Ben Chumba, Darubini.